Woi, tumepata video ya wale malesbian wenye walidungana visu na kupelekea mmoja wao kukufa huko Makindu, ladies and gentlemen guys. Huyo msichana mwenye na ambaye aliweza kuuliwa, huyu msichana munaona kwa video akiwa na kajacket ka green na dress ya blue. Huyo msichana ndio aliweza kukufa, unaona. Na huyo mwenye ako kando yake, ladies and gentlemen, akiwa na ka dress ka white, ladies and gentlemen, huyo ndio sasa mwenye na ambaye sasa alimuua kwa sababu ya wivu wa mapenzi, unaona. Aliwashika kwa baa, kwa hiyo baa yenye wanakunywa pombe guys. Kumbuka wakati hawa wasichana walitoka kwa intern kwa hospitali ya Makindu sub county uko Makueni county, uko ndio mahali walikuwa internship, unaona. Sasa imagine hawa wasichana walitoka hospitali wakaenda kukunywa pombe. Walipokunywa pombe zikashika, hapo ndio mahali na ambapo sasa walikosania, wakapelekana hadi kwa nyumba mahali ambapo walikuwa naishi katika Panish Court, unaona. Panish Court, hapo ndio mahali walikuwa wamekomboa nyumba, hapo ndio mahali walikuwa wanaishi, unaona. So ladies and gentlemen, huyo msichana mwenye amekaa kando ya mwenye kukufa anaitwa Gloria Mwende Njero, unaona. Huyo ndio mwenye kukufa na ako na umri wa miaka 22, unaona. Na mwenye kuuana, ladies and gentlemen, huyo msichana mwenye ako kando yake na simu kwa mkono anaitwa Sharon Muteti, unaona. Sharon Muteti yeye ndio mwenye kuuana, unaona. Na mwanamke mwenye alikuwa anakatia Gloria Mwende ndio sasa Sharon asikie wivu, anaitwa FT Kangwira, unaona. Anaitwa FT Kangwira, unaona. Huyu msichana mwenye ako opposite side na kanguo ka green, unaona. Alafu hapo kando kuna msichana mwingine mwenye amevaa ka dress ka white. Huyo na yeye hatujui mambo yake, unaona. But hawa wasichana walikuwa waine na walikuwa intern kwa hiyo hospitali ya Makueni. Sijui kama mnanipata. So walikuwa in a group of 4 people, unaona. Sasa huyu wa green mwenye ako opposite, yeye ndiye alikuwa anakatia mpenzi wa wenyewe, na anajua tu vizuri kabisa huyo ni mtu mwenye ako kwa relationship, lakini yeye amekuwa kimmezea mate. So walipokunywa pombe wakaenda kukojoa, ni kama huyu Sharon alinotice hawa watu kuna vile wanaonyeshana mapenzi. So walipoenda kwa choo akaamua kuwafuata. Alipowafuata akakuta wananyonyana ulimi. Guys, vita ilianzia kwa hiyo baa, lakini kwa sababu ni kwa baa waliamua kufukuzwa, wakaenda hadi kwa nyumba. Walipofika kwa nyumba, hiyo vita iliendelea na wakaanza kudungana visu, unaona. So kwa video tunaonyeshwa jinsi ambavyo huyo msichana alifungua mlango akaanza kupiga nduru akiambia majirani, please majirani, kujeni munisaidie, nakufa. Sasa mwenye kurekodi video ni jirani mwenye alikuwa kwa nyumba akirekod kwa dirisha, unaona. Badala atoke nje aende kumsaidia, ana record, unaona. So tunaambiwa ya kwamba caretaker wa hiyo Panish Court alienda kujaribu kusaidia huyo msichana. Nakumbuka huko ni Maushago, ni usiku. Alijaribu kuenda paka mahali pikipiki zinabebea, akapata mtu wa pikipiki, akamwambia tafadhali, juu unajua ni usiku, nipatie pikipiki yako nikupatie 1000. I think alienda kuamsha mtu wa pikipiki kwa sababu ni masaa na ambayo watu wafanyi kazi. Akamwambia niko na mgonjwa hapa na bleed, tafadhali na kuomba nipatie hiyo pikipiki nimkimbize hospitali asikufe na mimi nikupatie 1000. Jamaa akakataa. Sasa huyo msichana katika hiyo wakati ya kushughulika, nakumbuka kisu imekatalia kwa matiti. Imagine, huyo msichana alikuwa na matiti kubwa. So hiyo kisu ilidungwa ikaingia kabisa mpaka ndani. So sababu ya uchungu pia hangechomoa hiyo kisu, unaona. Sasa yeye alikuwa ameshikilia tu hiyo kisu na mkono isitingike, juu ikitingika pia ni kama inaendelea kudunga huko ndani, ni painful, unaona. So inasemekana by the time huyo msichana anafikishwa kwa hospitali, ladies and gentlemen, huyo msichana alikuwa amekata roho. Yani alikata roho hata kabla aanze kushughulikiwa. Kumbuka ni Ushago,
Unaona, ni ushago. Kama dakika 35 naona msichana mmoja ametoka anavuja damu, ameshika mkono kwa shingo. Tukamuuliza, amesema amedungwa, akatuambia tuite usaidizi. Japo nilienda kujaribu kuita usaidizi, watu wa Makindu akakataa. Nikajaribu hata kuambia mtu wa bodaboda nimpatie 1000 nipatie pikipiki yake nije nimbebe huyu mgonjwa nimpeleke hospitali, lakini akaongea Kikamba, akaniambia niache pikipiki yake. Polisi wakithibitisha kuwa Sharon Muteti, msichana wa 3, amekamatwa. Ladies and gentlemen, na hivyo ndivyo msichana wenyewe alipoteza maisha. Lakini Sharon Muteti hata yeye pia vile vile alikuwa amedungwa. Unaona? So katika hiyo harakati ya kupigana, it is only the strongest who survived. Unaona? Sasa inasemekana alipelekwa pia yeye kwa hospitali, akatibiwa nini na akahandiwa over kwa polisi. Sasa as we speak right now, huyo msichana ako ndani. Unaona? So mambo ni kama hayo. Lakini hawa wasichana hawasomi uko Makindu. Hawa ni student wa KMTC ya Thika ambayo inaitwa Goshen Medical College. Unaona? Wanasomea Thika. Lakini najua sasa hivi huenda ikawa labda wako likizo. So hii ni time mzuri yenye wanga wana apply ma-intern kwa hospitali mbalimbali. So inasemekana hawa wasichana, ladies and gentlemen, waliweza kupata intern uko Makueni County. Hapo ndio mahali wamekuwa wakipractice hiyo medical career yao. So unakutanga wanaendanga pale, wanaona vile madaktari wanatibu. Kama mtu anafanyiwa surgery, hao wanaitishwa wa prepare vitu kama visu nini, wanaambiwa watafute kitu fulani wanaleta, alafu wakati operation inaendelea kazi yao ni kukaa pale na kuona. So hivyo ndivyo intern ya madaktari wanga inafanywa. Na hawa wasichana inasemekana, kwanza huyu mwenye kuuliwa, huyu wa miaka 22, inasemekana alikuwa second year. Unaona, alikuwa second year. Guys, ni uchungu sana. Ni uchungu sana hata kwa mzazi kuona umepeleka mtoto wako kwa shule aende akasome, siku moja aolewe, azae watoto, uitwe shosho. Hawa wasichana, my friend, wanapofika huko kwa shule, ladies and gentlemen, wanaanza kunyonyana vinembe, wanasahau chenye kiliwapeleka huko. Sasa ona sasa, huyu msichana ameuliwa na mwanamke mwenzake kwa sababu tu hakutosheka na mwanamke mmoja. Wanawake wanawacha wanaume kwa sababu wanaume ni malaya, ni vitombi. Wanaamua kudate wanawake wenzao. Unaona? Hawajui hata huko pia vile vile the same problem yenye wanga iko na wanaume. Pia pande ile ingine pia kuna hiyo problem. Hii mambo ya mapenzi ni kujikontrol. Lakini kama wewe si mtu wa kujikontrol, wacha nikwambie, hauwezi ona mali safi na ukose kuikatia. Hauwezi ona mwanamke mzuri anajipatiana kwako na ukose kumukula, na wewe ni mtu wa macho. So hao wanawake pia vile vile, kuna wanawake wenye ambao hawawezi wakanyonywa kinesh na mtu mmoja. So inasemekana guys, hawa watu wameweza kudungana visu. Sasa mtoto wenyewe ameweza kukufa kwa sababu tu hakuweza kuvumilia. Unaona, hakuweza kuvumilia. So pole sana kwa familia yake. Wamepoteza msichana mwenye wameinvest pesa nyingi sana kwa huyo msichana. Juu huyo msichana ukiangalia alibebeshwa miezi 9 kwa tumbo. Ama yani mama yake alimbeba miezi 9 kwa tumbo, akamzaa, akamlea na shida. Kusoma kwake kutoka tu playground hadi kufika hiyo college. Huyu msichana familia yake imespend pesa nyingi sana. Unaona? Hii ni investment imeenda tu namna hiyo. Wale wasichana wenye mnanisikiliza, wenye mko na hizi tabia za kishebedu, tafadhali na waomba, please, kama mwanaume mmoja alikukoseanga, wacha kuchukia wanaume wote. Wacha kudivert attention yako kwa wanawake wenzako. Na kuomba, wanaume wote hawafanani.
Kama mwanaume mwenye ulikuwa na yeye alikukosea, ndio kwa maana ukaamua kunyonywangwa kinembe na mwanamke mwenzako, mkiingiza nanga hizo vitu za plastic, ladies and gentlemen, wacha. Manake hizi ni makosa tu zenye uanga zinafanyika. Hakuna haja uende ukue lele, alafu tena unapofika huko tena uanze kuchiti mpenzi wako, alafu aendapo ukuua. Na hakuna watu wanakuangana wivu kama wanawake. So ladies and gentlemen, sasa hivi kwa mitandao, sasa hivi watu wamekasirika. Ukienda kila mahali guys, watu wanaongelelea tu huyo msichana ama hao wasichana wenye kuana, unaona? So guys, mimi ningependa muweze kuacha maoni yenu hapo kwa comment section. Ninapowaachia pia hii sauti ya huyu madam mwenye na ambaye anaongelelea kuhusu hao wanawake, anawaongelelea na pia vile vile anawa advise at the same time. Sijui kama mnanipata vizuri ladies and gentlemen. Let me hear your thought about these killings. Yeah. Na wale wasichana wenye mnanisikiliza, tafadhali stay safe. Hii mambo ya kuenda kulewa pombe, mnaenda kukunywa pombe, nyinyi ni student na mnalewa, mnakosa kujielewa mpaka inafika mahali mnadungana visu. Mbona tu wange walk away? Anyway guys, ni uchungu, naweza ongea hadi kesho, lakini wacha tu niachie hapo ladies and gentlemen. So bila kupoteza wakati, let's go guys, let's go. A student in Goshen Medical, her name is Grace, I believe, has just been unalived by her fellow lesbian partner. In the spirit of calling out all these fake, masquerading, toxic feminists, in quotes, feminists, because you're not one, you are bitter. In the spirit of calling you out on your BS, okay? And I'm trying my best to be nice. I have tried my best in the past, and it's failed. I find myself very emotional and, you know, moved by how these misandrists who call themselves feminists cannot speak on such cases. Now, misandrists believe that men are the ultimate reason why women are unalived. Now, let's just revisit this so that you can understand why I said feminism needs to come from a point of education, not from a point of feelings. Mna catch my feelings. Alafu mnakuja hapa na bitterness na toxic advice. Mnaambia watu vitu za ufala kwa sababu mwanaume fulani alikukasirisha. Now I'm going to make it clear. You masquerading feminists, you need to cover this story and give us your opinion. Juu nyinyi ni feminists, as you say. Msichana ameuliwa na her lesbian partner. Kwani yoni mwanaume? Also in the spirit of calling out these fake people, why do you glorify women? You glorify them. Please stop. Don't pretend. You glorify women who unalive other men. Let's move on. Ruth Kamande. Nimeongea hii mambo mara mingi sana. Why is Farid not considered a victim? Because he was cheating. Me, I've been cheated on. Siko Langata prison. How many times have I been cheated on in all my relationships ever since I started dating? Okay? I didn't go and stab someone 22 times because they were cheating. I left. Why is that not considered toxic behavior? Why are we always looking for men as a scapegoat? Let me tell you something. I sat down and I asked myself this question. These toxic, masquerading feminists on this app who like to just talk ill about men only, hamtakangi kujiangalia. Hamtaki kuona lesbian ameua lesbian wenzake kwa sababu ya jealousy. Jealousy knows no gender when it comes to love. Jealousy knows no gender when it comes to love. If your partner is a man or a woman, it doesn't matter. Kama kuna kaskru kadogo kwa kichwa akafanyi, atakumaliza. Whether she has Julius or whether she has vagina. It doesn't matter. It's not about gender. We need to stop this narrative. Many cases of femicide are done by men. But even those minute cases where you find a lesbian lover is doing something, or a woman, by the you misandries, and then you can watch Investigation Discovery, and then you know most of the stalkers who kill men are actually women.
They stalk a man they can't let go of. And they kill him. They unalive him in the end. So sitting down here and mnasikianga hizi news, msijifanye mnasikianga, lakini hamtakangi kuongea. Kwa sababu, it is not the narrative, it is not the story that suits your narrative. A man unaliving a woman, mtakuja hapa mkilia, mnaona? We. But when it is another woman unaliving another one in a lesbian relationship, hamskiki, mko wapi? Ebu amkeni kumekucha, kujeni mtupatie your opinion on this. Kwa sababu mnapenda sana mambo ya wanaume. Alafu another thing, and this is my last comment on this. Most of these women that I see, even though I was paid $100 million now, I would never allow them to come near my infant sons. Ati nilete mtoto wangu play date kwa nyumba yako. Wewe mwenye unaambianga watu that if you have a boy child, wende utoe. Kuzaa watoto kijana ni mbaya. Ay, please. Alafu it's actually a problem. I can't even leave my own sons with you for 2 hours. Mtoto wangu mdogo wa 3 years mwenye hata ajui kitu, just because he's a man, si unaweza enda umnyonge kwa sababu umesema mena. Listen. Masquerading feminists, we are waiting for you to talk about this story. This is a lesbian couple. Talk about it. Ebu tuambie your opinion. Kujeni tunawangojea. A few moments later. I have always used my inside voice when it comes to this issue. Misandries, I have always used my inside voice, but today I'm not going to use it because there's a victim who has been unalived by her lesbian lover, and I'm not going to keep quiet. This is the second post of the day talking of the same thing, wondering where these misandries are. Wamenyamaza G kama maji ya mtungi. Question. Aren't you the same people who say that when women date women, there's peace? Misandries have told you when a woman dates a woman, there's peace. Misandries have told you, do not give birth to boy children. Please, I've seen these comments. So msikuja hapa kusema, lisikia wapi. Niliziona. People have been written on my videos calling me, pick Misha, because I defend both genders. I don't have a side. I am impartial. If this gender is wrong, I call it out. If this gender is wrong, I call it out. I don't pick sides. Because I have done my research. Because I am also a documentary lover, a crime documentary lover. There is no serial killer. Nothing you can tell me that I don't already know. So my question becomes, misandries have told you date women. It will be peaceful. Goshen Medical Institute. Someone is grieving a daughter. Misandries have told you don't give birth to boy children. One particular even said, if I was to check and see the sex of the child is a male, I would remove it. Mnasikiza hawa wajinga, mnasikiza watu wenye bado hawajakunywa madawa za vichwa kwa sababu they are hurt and bitter, and you're still calling these people feminists. Feminism is a legit movement. It is a legit movement. What it needs is education. A person has to be impartial for you to be a feminist, because feminism is not about putting the other gender down. It is about creating conducive environment for women to be uplifted. Women have been dominated by men for centuries. We know. But we are here to create spaces for women. 2/3 gender rule, affirmative action. All these things are meant to uplift women. But these people are not uplifting women. They are telling you to go date women. You won't be unalived. They are telling you don't give birth to boy children. What? And then this is the same person who will be your friend. Outside of social media, this person is your friend. Unless she's doing this to make content, this person is your friend and you have a toddler son. Mwache hapo kwa crib one vile atakunyongea mtoto. Hataki watoto wanaume, si amesema msizai? I cannot. Listen, we need to talk about this. Misandries, you're not feminists, you're sick. But we need to hear, because y'all say you're feminists. We need to hear, what say you about this couple from Goshen? Wachini kunyamaza. Menyamaza nini? Ongeeni. Talk please. We want to hear your voice. We want to hear your comments. Come and comment. Let's see what you have to say about a woman unaliving a fellow woman because of jealousy in a relationship. Your work is men are the ones men. Please, metuchosha sasa. Ebu tuongee mambo mengine. Tuambie sasa kama huyu ako na mjulus. Since you mjulus ndio mnapenda sana kuongelea.
We alikuwa na mchulus. Please stop misleading young women, and women kindly understand and start learning the difference between a feminist and a misandrist. Those are two different things. A misandrist is sick, bitter, toxic. A feminist is someone who's wanting to uplift you as a woman, okay, without being detrimental to the other gender. If a male person comes and unalives his wife, we will speak out. If a female person comes and unalives a woman, we will speak out. We will speak out regardless of whether it is a dog. We will speak out. It is not about being biased. Me, I've been called pick mission on this app. Why? Because I'm not biased. I don't lean to any side. I don't care.